بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الخلق أجمعين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tunaendelea na darasa letu la tauhid kupitia kitabu التوحيد جاء الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمه الله تعالى. na leo tuko katika mlango wa 28 babu ma jaa fi at-tatayyur. ما اقرأ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه الكرام أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير. وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقوله: قالوا طائركم معكم، الآية. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. ولهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل. ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الطيرة شرك وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وبين أن آخره من قول ابن مسعود. ولأحمد من حديث ابن عمرو رضي الله عنه: من ردته الطيرة من حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. بسم الله. باب ما جاء في التطير. باب ما جاء في التطير. huu ni mlango wa yale yaliyokuja katika nusus, yani kuhusu hukumu ya tatayyur, kuhusu hukumu ya tatayyur. neno tatayyur ni masdar ya fi'li tatayyara yatatayyaru tatayyura. neno hili asili yake limechukuliwa kutoka katika neno at-tayr, yani ndege, kwa sababu ilikuwa katika ada ya Waarabu kama yalivyokuwa makabila mengine. Wakiona ukorofi, kwamba kunapatikana ukorofi na bahati mbaya
kupitia ndege, kwamba ndege kwenye mizunguko yake kwenda kulia au kushoto, au baadhi ya ndege kulia kilio yani, na ile kwenda kulia upande wa kulia au upande wa kushoto, au kilio cha ndege kina tafsiri katika maisha ya watu, ima tafsiri nzuri au tafsiri mbaya. Walikuwa wanaitakidi hivyo. Neno hili likatumika kwa sababu asili ilikuwa ni ndege, likawa latumika kwa lugha hiyo ya tatayur kwenye kila jambo ambalo watu huitakidi ndani yake kwamba kuna ukorofi na kuna bahati mbaya. Kwa hiyo ni mmoja awe ni ndege au mnyama aina yoyote au kitu chochote. Ndio pale ikawa hata mtu anapoitakidi kwamba kukutana na mbwa mweusi mathalan au mbwa yoyote au paka kwamba ni alama mbaya, pia itwa tatayur, sio takallub. Sawa, itwa tatayur sababu asili yake ilikuwa imetoka kwenye at-tayr. Kwa aina yoyote ya kuhisi na kuitakidi ukorofi na kuhisi nuksi ikawa inaitwa at-tatayur. Lakini asili jambo hili lilipoanzia lilianza kwenye ndege, bundi na mfano wake. Tumeelewana? Sasa itikadi hizi zipo kwenye makabila mengi, kwenye jamii za Waafrika, Wazungu, Wahindi, Wachina, Waarabu. Jambo hili lipo na ni kinyume na mafunzo ya Uislamu. Uislamu umetufunza kutegemea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kwamba mambo yote yako chini ya makadirio yake subhanahu wa ta'ala, na sisi tunatakiwa tuamini hivyo, na haya mengine hayana athari yoyote kwenye maisha yetu. Ni itikadi ovu potofu kuamini hivyo. Sheikh rahimahullahu ta'ala akalileta hili, pamoja na kwamba Uislamu tayari ushalizungumzia jambo hili na kwamba ni jambo lisilofaa, ni kinyume na tauhid, lakini wapo Waislamu kwa sababu ya ujinga wameingia kwenye itikadi za jahiliya. Nyinyi wenyewe mtakuwa mnafahamu, mnajua kwamba je, jambo hili lipo kwenye kabila lenu au halipo, kwamba nuksi kweli kweli bwana, nimetoka hivi nimekutana na hiki. Kama watu kwenye kabila lenu wanaitakidi hilo au hawaitakidi, wewe wajua. Na hasa kwa wale watu ambao wamekulia vijijini na watu wenye mila, haya mambo utayaona bila pingamizi. Wale waliokulia mijini pengine wasikia. Sasa hapa imekuja ametaja aya na ametaja na hadithi kuonyesha hili jambo lilikuwepo tangu zamani. Ametaja aya katika suratul A'raf ikielezea habari za watu wa zama za Musa, pia walikuwa na itikadi hii. Lakini pia zama zilizokuja baadaye, lakini kabla ya hapo watu wa Saleh na wengine waliokuwa kabla walikuwa na itikadi na imani ya kuona kwamba hupatikana nuksi katika baadhi ya vitu. Sheria haijapinga moja kwa moja,
Siku zote kuna vitu vinavyopingwa, lazima ujue kwamba hapa kimepingwa hiki na hiki kimethibitishwa, na hili litakusaidia katika kuzifahamu nusus kwamba hakuna mgongano, kwa sababu wakati mwingine huthibitishwa kwamba iko tiyara lakini kwa nani, na hakuna tiyara kwa nani. Nuksi iko kwenye nafsi yako kwa kutenda madhambi na kwa mukhalafa. Pale unapotenda madhambi waisababishia nafsi yako matatizo, waiingiza katika balaa na kwenye janga na maangamivu. Sasa hilo ndiyo nuksi yenyewe. Sasa haiko kwa ndege wala kwa ng'ombe wala kwa bata wala kwa mbwa wala kwa yoyote. Ukiona shida na tabu zimewasibu, basi ni kwa sababu ya madhambi yaliyochumwa na nafsi zenu. Sasa alipokuwa akilizungumzia Allah jalla wa ala jambo la watu wa Musa, wao walidai kwamba wanaona ukorofi kwa ujio wa Musa. Allah subhanahu wa ta'ala akawaambia, ala innama ta'iruhum 'inda Allah, fahamuni, mfahamu, mfahamu au zindukeni, ukorofi wenu uko kwa Allah. Ala innama ta'iruhum 'inda Allah, kama anavyoeleza Allah, in tusibuhum sayi'atun, na ikiwapata wao adhabu yoyote, likiwasibu wao baya lolote, yatayaru bi Musa, wao wanaona ukorofi, nuksi ni kwa Musa wa mamahu na wale walio pamoja naye. Allah anasema la innama ta'iruhum 'inda Allah, kwa maana wanaitakidi ilikuwa balaa limewafikia kwa sababu ya uwepo wa Musa, ukame na mingineyo. Allah akaibatilisha hili kwamba hapana, haya mambo yametokea ya ukame si kwa sababu ya Musa na jamaa zake, lakini yatoka kwa Allah kwa vile alivyokadiria, kwa sababu ya madhambi yenu. Walakin aktharahum la ya'lamun, lakini wengi wao hawajui. Katika aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Yasin, qalu inna tatayyarna bikum la in lam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adhabun alim, walisema hakika sisi tunapata ukorofi kwa sababu yenu. Allah anasema msipokoma nyinyi mitume tutawapiga kwa mawe na itawapata adhabu kali kutoka kwetu. Allah anajibu, anaambia qalu ta'irukum ma'akum, wakasema wale mitume ukorofi wenu upamoja na nyinyi, ukorofi wenu upamoja nanyi, nyinyi wenyewe ndio mliosababisha ukorofi. Aidhukirtum, je hata kama mkikumbushwa mtaendelea kukufuru? Aidhukirtum, je hata mkikumbushwa mtaendelea kukufuru? Bal antum qaumun musrifun, lakini nyinyi ni watu mliovuka mipaka, nyinyi ni watu mliovuka mipaka kwa kufanya uharibifu katika ardhi, kwa kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa katika kauli yake ya in dhukirtum alafu bal antum qawm musrifun, hapa inatakikana mtu anaposoma asimame hapo in dhukirtum, kwa sababu ni jumla shartiya na jawabu yake mahdhuf, taqdiruhu in dhukirtum tatayyartum in dhukirtum kafartum, hata kama mtaonywa bado mtaona ukorofi, hata kama mtakumbushwa bado mtaendelea kukufuru.
kwa haitafaa kuunga na maneno yaliyo baada yake. Maneno kuja baada yake ni jumla musta'nafa, bal antum qaumun musrifun. Sawa. Hapa atakuelezea kwamba haya mambo yalikuwepo dahrun tawil, tangu hapo zamani, kwamba watu walikuwa wanaitakidi uwepo wa nuksi kwenye vyakula, nuksi kwenye siku na nyakati, nuksi kwa watu, nuksi kwenye vitu vingine kama wanyama. Hapo zamani watu walikuwa na itikadi hiyo, na ni itikadi ya kijahilia, si itikadi ya Kiislamu. Sio kusema mambo haya tangu zamani, lakini ya kijahilia, jahiliyatun jahla, kuitakidi nuksi na ukorofi kwenye vitu, kwamba hii ni mwiko, usifanye hivi, ni ukorofi, huu ni uchuro kwenye nafsi zenu kwa kukhalifu sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Siku zote balaa zinaingia kwenye miji, kwenye familia, kwa sababu ya kuikhalifu na kwenda kinyume na mafunzo, kuikhalifu sheria na kwenda kinyume na mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamii yoyote iliyokuwa katika mukhalafa haitaepukana na nuksi, haitaepukana na uchuro na ukorofi. Sasa jambo hili limekuwa ni wasila au njia anayotumia shaytan kuingiza watu katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba mji umeingia nuksi, mji umeingia ukorofi, watu wafa. Kufa kupo, mtakufa tu, sawa, lakini vifo vimekithiri, au kumeingia maradhi ya wadhuru watu, kumeingia kadha, balaa kadha, baraka imeondoka, hatupati mazao kama tunavyopata siku zote, hatupati hiki. Hilo ni kwa sababu ya madhambi. Ta'irukum ma'akum ala innama ta'iruhum 'inda Allah. Hili natakiwa watu walifahamu. Dawa yake sasa itakuwa nini? Kwamba wewe umeingiliwa na ukorofi, nuksi na mikosi. Pia mikosi lugha hii pia tunaweza kuitumia kwenye familia yako. Hakuna hata moja la maana unaweza kulifanya likasimama sawa sawa kwa hili unalotumaini nalo, si katika upande wa riziki, si katika upande wa watoto, si kwa upande wa mke, si kwa upande wa lolote. Kila siku wapambana na hili, mara limekuja hili, mara limetoka hili, limekuja hili. Huoni ile alama ya kheri kwenye familia yako. Wako watu wanaoishi namna hiyo, wanapatwa na hali hizo. Allah watahidi jambo hili likiingia kwako, kwenye nafsi yako, au kwenye familia yako, au kwenye mtaa wako, au kijiji chako, mji wako, nchi yako, kwanza, kitu cha kwanza kabisa cha kuangalia kabla ya kutafuta mchawi aliyekuroga, kabla ya kutafuta vitu vilivyokuingiza katika shida na matatizo, kaangalia watu wengine, iangalie nafsi yako kwanza, wewe na Mola wako umekosea wapi? Hilo ndio jambo la kwanza kabisa. Mbona mimi nimepatwa na haya masajibu haya hayeshi? Mbona kile ninalolipanga haliwi? Ratiba nazipanga vizuri lakini hazitekelezeki, mambo yangu hayakai sawa. Kitu cha kwanza kabisa cha kuangalia, wapi nimemkosea Mola wangu? Sio kusema hivi sio ni makosa, unayo, utaki kuyajua tu, sawa. Hili ndio jambo la kwanza kabisa. Kwa hiyo ondosha ile mikhalafa, ondosha sababu zote zinazopelekea katika ghadhabu za Allah subhanahu wa ta'ala, sababu zinazokupelekea kukosa tawfik ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa illa mu'min siku zote yeye anatakiwa aishi katika saada katika hii dunia.
hata kama atapita katika matatizo ya kiasi gani, lakini moyo wake unakuwa ni munsharih mutmain. Sasa kwa nini wewe unapita katika hali hiyo? Iko shida mahali wewe umeivaa shida hiyo na hutaki kubandukana nayo. Mnanielewa ninachokisema? Mimi sizungumzi kwamba kwanza watu huko nje, anazungumza hili kundi lilikuwepo hapa mbele yangu. Kila mmoja ana hali anazozipitia, kila akiangalia hili halikai sawa, hili halijakaa sawa, hili halijakaa sawa, hili halijakaa sawa, mambo yameparaganyika. Kwa nini? Sawa? Haina maana kwamba watu wema hawapati mitihani, wacha Mungu hawapati mitihani. Haisio hivyo. Mitihani ipo, lakini kuna namna ambayo Allah Jalla wa Ala amejalia wale waja wake almuttaqin as-salihin wanavokabiliana na yale matatizo na majanga yanayowasibu. Huu ni mlango mpana. Hapa nimeona nitangulize utangulizi huu kwa haya maneno makubwa liko hapa: nuksi, mikosi, ukorofi, bahati mbaya ambazo watu wanaziitakidi. Adui mkubwa anayeleta mambo hayo ni nafsi zetu kwanza. Alafu Allah subhanahu wa ta'ala anaweza kukusaliti na wengine kutoka nje, mashayatin, wanadamu, wanyama na kadha wa kadha. Unaweza ukapewa kila kitu. Kuna watu wanaamini kwamba saada katika dunia ni kupewa mali na kila kitu, kumbe sio. Kuna watu wamepewa kila kitu katika mambo ya kilimwengu. Pesa kwake sio tatizo, lakini hana ile raha katika nafsi. Atamani lao angekwenda kukaa kwenye kibanda cha makuti huko porini huko, ndio atapata saada. Ende porini huko akakae kwenye hema au akakae kwenye kibanda atulie tu, asikie ndege, raha yake itapatikana. Sio huko kwenye kasri yake, hao ni raha. Hamja kusikia habari hizo? Ipo miji kumetengwa sehemu maalum, ukitaka kwenda kusikia raha uende porini ukakae. Huruhusi hata kuingia na simu wala laptop. Ukifika pale ukae tu usikie ndege na upepo, ile raha ndio inakuja. Kumbe raha kaiacha imani kwake kwenye swala yake na kiamu chake cha usiku na kusoma kwake Qur'ani, katika tafuta raha huko porini kwenye manyoka huko. Kwa hiyo sio raha tunapozungumza na khair, hatukusudii mali peke yake, la. Nisirefushe maelezo katika nukta hii, lakini nataka kusema kwamba ukorofi unaanza kwenye nafsi zetu. Kwa hiyo kwanza tuzitengeneze nafsi zetu baina yetu sisi na Mola wetu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad sayyidil khalqi ajma'in wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tunaendelea na darasa letu la tauhid kupitia kitabu التوحيد cha al-Imam Sheikh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab ibn Sulaiman at-Tamimi rahimahullah ta'ala. Na leo tuko katika mlango wa 28, babu ma jaa fi at-tatayyur. Ma iqra barakallahu fik. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الكرام أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين.
يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير. وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقوله: قالوا طائركم معكم، الآية. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. ولهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل. ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الطيرة شرك وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وبين أن آخره من قول ابن مسعود. ولأحمد من حديث ابن عمرو رضي الله عنه: من ردته الطيرة من حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. بسم الله. باب ما جاء في التطير. باب ما جاء في التطير. huu ni mlango wa yale yaliyokuja katika nususi kuhusu hukumu ya tatayyur, kuhusu hukumu ya tatayyur. neno tatayyur ni masdar ya fi'li tatayyara yatatayyaru tatayyura. neno hili asili yake limechukuliwa kutoka katika neno at-tayr, yani ndege, kwa sababu ilikuwa katika ada ya Waarabu kama ilivyokuwa makabila mengine, wakiona ukorofi, kwamba kunapatikana ukorofi na bahati mbaya kupitia ndege, kwamba ndege kwenye mizunguko yake kwenda kulia au kushoto, au baadhi ya ndege kulia kilio, yani na ile kwenda kulia upande wa kulia au upande wa kushoto, au kilio cha ndege kina tafsiri katika maisha ya watu, ima tafsiri nzuri au tafsiri mbaya. Walikuwa wanaitakidi hivyo. Neno hili likatumika kwa sababu asili ilikuwa ni ndege, likawa latumika kwa lugha hiyo ya tatayyur kwenye kila jambo ambalo watu huitakidi ndani yake kwamba kuna ukorofi na kuna bahati mbaya. Kwa hiyo ni mmoja awe ni ndege au mnyama aina yoyote au kitu chochote. Ndio pale ikawa hata mtu anapoitakidi kwamba kukutana na mbwa mweusi mathalan au mbwa yoyote au paka kwamba ni alama mbaya, pia itwa tatayyur.
sio takallub. Sawa, ilo tatayur, sababu asili yake ilikuwa imetoka kwenye at-tayr. Kwa aina yoyote ya kuhisi na kuitakidi ukorofi na kuhisi nuksi ikawa inaitwa at-tatayyur. Lakini asili jambo hili lilipoanzia lilianza kwenye ndege, bundi na mfano wake. Tumeelewana? Sasa itikadi hizi zipo kwenye makabila mengi, kwenye jamii za Waafrika, Wazungu, Wahindi, Wachina, Waarabu. Jambo hili lipo na ni kinyume na mafunzo ya Uislamu. Uislamu umetufunza kutegemea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kwamba mambo yote yako chini ya makadirio yake subhanahu wa ta'ala, na sisi tunatakiwa tuamini hivyo, na haya mengine hayana athari yoyote kwenye maisha yetu. Ni itikadi ovu, potofu kuamini hivyo. Sheikh rahimahullahu ta'ala akalileta hili, pamoja na kwamba Uislamu tayari ushalizungumzia jambo hili na kwamba ni jambo lisilofaa, ni kinyume na tauhid. Lakini wapo Waislamu kwa sababu ya ujinga wameingia kwenye itikadi za jahiliya. Nyinyi wenyewe mtakuwa mnafahamu, mnajua kwamba je, jambo hili lipo kwenye kabila lenu au halipo, kwamba nuksi kweli kweli bwana, nimetoka hivi nimekutana na hiki. Kama watu kwenye kabila lenu wanaitakidi hilo au hawaitakidi, wewe wajua. Na hasa kwa wale watu ambao wamekulia vijijini na watu wenye mila, haya mambo utayaona bila ya pingamizi. Wale waliokulia mijini pengine wasikia. Sasa hapa imekuja ametaja aya na ametaja na hadithi kuonyesha hili jambo lilikuwepo tangu zamani. Ametaja aya katika suratul A'raf ikielezea habari za watu wa zama za Musa, pia walikuwa na itikadi hii. Lakini pia zama zilizokuja baadaye, lakini kabla ya hapo watu wa Saleh na wengine waliokuwa kabla walikuwa na itikadi na imani ya kuona kwamba hupatikana nuksi katika baadhi ya vitu. Sharia haijapinga moja kwa moja. Siku zote kuna vitu vinavyopingwa, lazima ujue kwamba hapa kimepingwa hiki na hiki kimethibitishwa, na hili litakusaidia katika kuzifahamu nusus kwamba hakuna mgongano, kwa sababu wakati mwingine huthibitishwa kwamba iko tiara, lakini kwa nani, na hakuna tiara kwa nani. Nuksi iko kwenye nafsi yako kwa kutenda madhambi na kwa mukhalafa. Pale unapotenda madhambi waisababishia nafsi yako matatizo, waiingiza katika balaa na kwenye janga na maangamivu. Sasa hilo ndio nuksi yenyewe. Sasa haiko kwa ndege wala kwa ng'ombe wala kwa bata wala kwa mbwa wala kwa yoyote. Ukiona shida na tabu zimewasibu, basi ni kwa sababu ya madhambi yaliyochumwa na nafsi zenu. Sasa alipokuwa akilizungumzia Allah jalla wa ala jambo la watu wa Musa, wao walidai kwamba wanaona ukorofi kwa ujio wa Musa. Allah subhanahu wa ta'ala akawaambia, ala innama ta'iruhum 'inda Allah,
fahamuni, mfahamu, mfahamu au zindukeni, ukorofi wenu uko kwa Allah. Ala inma ta'iruhum 'inda Allah, kama anavyoeleza Allah, in tusibuhum sayi'atun, na ikiwapata wao adhabu yoyote, likiwasibu wao baya lolote, yatayaru bi Musa, wao wanaona ukorofi nuksi ni kwa Musa wa mamahu na wale walio pamoja naye. Allah anasema la inma ta'iruhum 'inda Allah, kwa maana wanaitakidi ilikuwa balaa limewafikia kwa sababu ya uwepo wa Musa, ukame na mingineyo. Allah akaibatilisha hili kwamba hapana, haya mambo yametokea ya ukame si kwa sababu ya Musa na jamaa zake, lakini yatoka kwa Allah kwa vile alivyokadiria kwa sababu ya madhambi yenu. Walakin aktharahum la ya'lamun, lakini wengi wao hawajui. Katika aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Yasin, qalu inna tatayyarna bikum la in lam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adhabun alim, walisema hakika sisi tunapata ukorofi kwa sababu yenu. Allah anasema msipokoma nyinyi mitume tutawapiga kwa mawe na itawapata adhabu kali kutoka kwetu. Allah anajibu, anaambia qalu ta'irukum ma'akum, wakasema wale mitume ukorofi wenu upamoja na nyinyi, ukorofi wenu upamoja nanyi, nyinyi wenyewe ndio mliosababisha ukorofi. Aidhukirtum, je hata kama mkikumbushwa mtaendelea kukufuru? Aidhukirtum, je hata mkikumbushwa mtaendelea kukufuru? Bal antum qaumun musrifun, lakini nyinyi ni watu mliovuka mipaka, nyinyi ni watu mliovuka mipaka kwa kufanya uharibifu katika ardhi, kwa kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa katika kauli yake ya idhukirtum alafu bal antum qawm musrifun, hapa inatakikana mtu anaposoma asimame hapo idhukirtum, kwa sababu ni jumla shartiya na jawabu yake mahdhuf, taqdiruhu aidhukirtum tatayyartum aidhukirtum kafartum, hata kama mtaonywa bado mtaona ukorofi, hata kama mtakumbushwa bado mtaendelea kukufuru. Kwa haitafaa kuunga na maneno yaliyo baada yake. Maneno kuja baada yake ni jumla musta'nafa, bal antum qaumun musrifun. Sawa, hapa atakuelezea kwamba haya mambo yalikuwepo dahrun tawil, tangu hapo zamani, kwamba watu walikuwa wanaitakidi uwepo wa nuksi kwenye vyakula, nuksi kwenye siku na nyakati, nuksi kwa watu, nuksi kwenye vitu vingine kama wanyama. Hapo zamani watu walikuwa na itikadi hiyo, na ni itikadi ya kijahilia, si itikadi ya Kiislamu. Sio kusema mambo haya tangu zamani, lakini ya kijahilia, jahiliyatun jahla, kuitakidi nuksi na ukorofi kwenye vitu, kwamba hii ni mwiko, usifanye hivi, ni ukorofi, huu ni uchuro kwenye nafsi zenu kwa kukhalifu sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Siku zote balaa zinaingia kwenye miji, kwenye familia,
kwa sababu ya kuikhalifu na kwenda kinyume na mafunzo, kuikhalifu sheria na kwenda kinyume na mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamii yoyote iliyokuwa katika mukhalafa haitaepukana na nuksi, haitaepukana na uchuro na ukorofi. Sasa jambo hili limekuwa ni wasila au njia anayotumia shaytan kuwaingiza watu katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba mji umeingia nuksi, mji umeingia ukorofi, watu wafa. Kufa kupo, mtakufa tu, sawa, lakini vifo vimekithiri au kumeingia maradhi ya wadhuru watu, kumeingia kadha balaa kadha, baraka imeondoka, hatupati mazao kama tunavyopata siku zote, hatupati hiki. Hilo ni kwa sababu ya madhambi. Ta'irukum ma'akum ala innama ta'iruhum 'inda Allah. Hili natakiwa watu walifahamu. Dawa yake sasa itakuwa nini? Kwamba wewe umeingiliwa na ukorofi, nuksi na mikosi. Pia mikosi lugha hii pia tunaweza kuitumia kwenye familia yako. Hakuna hata moja la maana unaweza kulifanya likasimama sawa sawa kwa hili unalotumaini nalo, si katika upande wa riziki, si katika upande wa watoto, si kwa upande wa mke, si kwa upande wa lolote. Kila siku wapambana na hili, mara limekuja hili, mara limetoka hili, limekuja hili. Huoni ile alama ya kheri kwenye familia yako. Wako watu wanaoishi namna hiyo, wanapatwa na hali hizo. Allah watahidi jambo hili likiingia kwako, kwenye nafsi yako au kwenye familia yako au kwenye mtaa wako au kijiji chako, mji wako, nchi yako, kwanza kitu cha kwanza kabisa cha kuangalia kabla ya kutafuta mchawi aliyekuroga, kabla ya kutafuta vitu vilivyokuingiza katika shida na matatizo, ukaangalia watu wengine, iangalie nafsi yako kwanza, wewe na Mola wako umekosea wapi? Hilo ndio jambo la kwanza kabisa. Mbona mimi nimepatwa na haya masajibu haya hayeshi? Mbona kile ninalolipanga haliwi? Ratiba nazipanga vizuri lakini hazitekelezeki, mambo yangu hayakai sawa. Kitu cha kwanza kabisa cha kuangalia, wapi nimemkosea Mola wangu? Sio kusema mimi sioni makosa, unayo, utaki kuyajua tu, sawa. Hili ndio jambo la kwanza kabisa. Kwa hiyo ondosha ile mikhalafa, ondosha asbabu zote zinazopelekea katika ghadhabu za Allah subhanahu wa ta'ala, sababu zinazokupelekea kukosa tawfik ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa illa mu'min siku zote yeye anatakiwa aishi katika saada katika hii dunia, hata kama atapita katika matatizo ya kiasi gani, lakini moyo wake unakuwa ni munsharih, mutmain. Sasa kwa nini wewe unapita katika hali hii? Iko shida mahali, wewe umeivaa shida hiyo na hutaki kubandukana nayo. Mnaelewa ninachokisema? Mimi sizungumzi kwamba kwanza watu huko nje, anazungumza hili kundi lilikuwepo hapa mbele yangu. Kila mmoja ana hali anazozipitia, kila akiangalia hili halikai sawa, hili halijakaa sawa, hili halijakaa sawa, hili halijakaa sawa, mambo yameparaganyika. Kwa nini? Sawa? Haina maana kwamba watu wema hawapati mitihani, wacha Mungu hawapati mitihani. Haisio hivyo. Mitihani ipo, lakini kuna namna ambayo Allah jalla wa ala amejalia wale waja wake almuttaqin as-salihin wanavokabiliana na yale matatizo na majanga yanayowasibu. Huu ni mlango mpana. Hapa nimeona nitangulize utangulizi huu kwa haya maneno makubwa liko hapa: nuksi, mikosi, ukorofi
bahati mbaya ambazo watu wanaziitakidi. Adui mkubwa anayeleta mambo hayo ni nafsi zetu kwanza, alafu Allah subhanahu wa ta'ala anaweza kukusaliti na wengine kutoka nje, mashayatin, wanadamu, wanyama na kadha wa kadha. Unaweza ukapewa kila kitu. Kuna watu wanaamini kwamba saada katika dunia ni kupewa mali na kila kitu, kumbe sio. Kuna watu wamepewa kila kitu katika mambo ya kilimwengu, pesa kwake sio tatizo, lakini hana ile raha katika nafsi. Atamani lao ngekwenda kukaa kwenye kibanda cha makuti huko porini huko, ndio atapata saada. Ende porini huko akakae kwenye hema au akakae kwenye kibanda atulie tu, asikie ndege, raha yake itapatikana. Sio huko kwenye kasri yake, hao ni raha. Hamja kusikia habari hizo? Ipo miji kumetengwa sehemu maalum, ukitaka kwenda kusikia raha uende porini ukakae, huruhusi hata kuingia na simu wala laptop. Ukifika pale ukae tu usikie ndege na upepo, ili raha ndio inakuja. Kumbe raha kaiacha ibada kwake, kwenye swala yake na kiamu chake cha usiku na kusoma kwake Qur'ani, katika tafuta raha huko porini kwenye manyoka huko. Kwa hiyo sio raha tunapozungumza na khair, hatukusudii mali peke yake, la. Nisirefushe maelezo katika nukta hii, lakini nataka kusema kwamba ukorofi unaanza kwenye nafsi zetu. Kwa hiyo kwanza tuzitengeneze nafsi zetu baina yetu sisi na Mola wetu.